Muda mfupi uliopita tumeona Yanga wakishusha kifaa, wakimshusha mchezaji kwenye eneo la ushambuliaji ambaye anakwenda kwa jina la Raudendo Dickson Maria maarufu Depo. Ni sajili ambayo tunaweza kusema kwa dirisha dogo ni sajili zuri ambalo linavutia, na ni mchezaji wa 4 kama sijakosea, akiwemo Damaro, lakini karibuni tumeshasikia tena kuna mchezaji mmoja akizungumzwa sana anaitwa akitokea pale Vipers Uganda, anaitwa Alan Okello, lakini pia mchezaji mmoja kutoka TRA. Kwa hiyo tunaona ni mwendelezo mzuri ambayo kwa upande wa Yanga hasa kwa dirisha dogo hili, na sajili ya leo ya Depu inaonekana ni sajili ya mwisho. Ukijaribu kuangalia kwa idadi labda uweze kufanya mabadiliko mengine. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye mimi naona binafsi yangu atakwenda kuisaidia, ukizingatia eneo la mbele. Kwa upande wa Yanga mtu kama Mzinze ni majeraha, ana majeraha ya muda kidogo. Kwa hiyo hayupo ndani ya uwanja, kwa hiyo mpaka arejee. Depu anakwenda kuingia moja kwa moja kwa sababu Mzinze kwa sasa bado hajaimarika, lakini pia ukiangalia rekodi yake ameshachezea kwenye rekodi yake Sagrada Experience, lakini Atletico ya Angola pia ameweza kuchezea, kwa hiyo na timu zingine. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia ni mchezaji ambaye ameshapitia timu kubwa na anakwenda kwenye timu kubwa kwa maana ya Yanga. Kwa hiyo kwa vyote vile kuna mazingira fulani atakuwa anajua kwamba ni timu ya aina gani anakwenda kuchezea. Kwa hiyo wacha tuone, mtihani mkubwa ni kwa mwalimu, namna ya kwenda kufanya selection, mwalimu wa Yanga, namna ya kwenda kutumia resource ambayo tayari iko mbele yake, wachezaji wazuri ambao Yanga wako nayo, na ukizingatia hata kwenye klabu bingwa barani Afrika Yanga iko kwenye nafasi nzuri kwa hatua za awali ambazo kwenye makundi mechi ambazo umeanza nayo. Kwa hiyo tutegemee makubwa, tutegemee kuona sajili ambazo zimefanyika kwa upande wa Yanga. Pengine kwa zaidi ya robo tatu ya waliosajiliwa wanaweza wakaklik kwenye mfumo.